والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Tunamshukuru Mola subhanahu wa ta'ala pamoja na kumuomba mteremshi rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na jamaa zake na masahaba wake na kila mwenye kushikamana na mwendo wake mpaka siku ya hisabu na jazaa. Mola Karimu ametupa fursa tukaweza kujulikana ndani ya muda huu ndani ya nyumba miongoni mwa majumba yake matukufu, ili tuweze kumtumikia katika nukta miongoni mwa nukta mbalimbali za kumtumikia yeye Mola Karimu. Tupo katika kikao hiki ambacho ndani yake tunajifungamanisha na kitabu chake kitukufu, na tulikuwa katika utangulizi tukaweza kuyapitia machache katika yale ambayo Mola subhanahu wa ta'ala alituwafikisha nayo. Lakini leo tuko mwanzoni sasa mwa kitabu hiki kitukufu, mwanzo ambao umebeba Suratul Fatiha, sura ambayo ina aya 7. Waweza kuiona kwamba ni katika sura fupi zilizomo ndani ya Qur'an kwa idadi yake ya aya ambazo imezibeba na ikafungamana nazo. Lakini katika daraja yenyewe si kama sura fupi nyinginezo. Miongoni mwa majina na fadhila ambazo zimeelezewa kuhusiana na Suratul Fatiha ni kwamba yenyewe ni afdalu sura, ndio bora zaidi ya sura zilizomo ndani ya Qur'an. Neno lile linaweza pengine likakutia tabu kidogo, sababu aya 7 kuna sura zina mamia ya aya, lakini hii ya aya 7 iambiwe kwamba ndio bora ya sura nyinginezo. Basi chukua kitu kimoja tu katika vinginevyo mbalimbali vilivyopo kwamba sura hii ni rukun min arkani salati, ni nguzo katika nguzo za sala. Sura ziko 114, lakini hii pekee ndio ilipata daraja ya kuwa ni moja ya nguzo za sala. Haijalishi mwenye kuzitaja na kuzihesabu akazitaja kwa idadi ndogo 13 au akenda kwa idadi zinazopanda 14, 17, 18 na kuendelea, bado inabakia Suratul Fatiha ni nguzo katika nguzo za sala. Hilo peke yake limeibeba kwa daraja ya juu sana.
hata kiasi pa kusomeshwa, basi ile namna ya kusomeshwa suratul Fatiha inakuwa ni tofauti kabisa na namna ya mtu kusomesha sura nyinginezo. Kwa hiyo ni afdalu sura ni bora zaidi ya sura katika sura zilizomo ndani ya Qur'ani. Hiyo ni moja ya mazia yake sura hii tukufu, nayo ni sura ya Kimaka, lakini pia imebeba majina mbalimbali. Ina majina mengi, miongoni mwake ni hilo la suratul Fatiha, lakini pia inaitwa suratul Hamd. Bali tunaposoma alhamdulillahi tukenda mbele, basi ile alhamdu pia ni moja ya majina yake kwa suratul Hamd. Lakini pia imeitwa ni sura yenye aya 7 zenye kusomwa sana, na miongoni mwa miujiza mikubwa ya Qur'ani ni ile iliyojificha katika suratul Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu ni sura ya ajabu, as-sab'ul mathani, inayosoma mno lakini haijapata kumchosha mtu. Chukua wewe gazeti utakayoambiwa ni nzuri sana, alafu ukaambiwa urudie kulisoma, huwezi kufika hata mara 10. Utaona kwamba tayari limesha kuchosha, kwamba umerudia kitu kile. Lakini suratul Fatiha mtu atakayesoma kwa uchache kabisa ataisoma mara 17, kwa maana ya zile rakaa 17 za zile swala zetu 5. Lakini je, tunasali swala 5 tu? Kuna nyingine zisizokuwa na idadi, qabliya, ba'diya, tahiyyatul masjid, sunnatul wudu na kadhalika. Na sasa kuna tarawih, al-witr. Kwa hiyo mtu anaweza kufikia mahala akaisoma Fatiha kwa siku kwa idadi ambayo akiulizwa wakati anataka kulala umeisoma mara ngapi, akilie kidogo kuweza kuhesabu nimeisoma leo mara ngapi. Lakini kila ikisoma ni mpya. Na wakija wasomaji akisoma imani hapa suratul Fatiha utaisikiliza vizuri sana, lakini jamii akimaliza yeye atakuja mwingine utakaa vizuri zaidi. Kama ni raha na utamu usiomthibita ambao umebebwa na Qur'ani, lakini umebebwa na suratul Fatiha. Kwa hiyo ni afdalu sura fil Qur'an. Lakini hii ni sura ambayo imebeba ndani yake ya ile muunganiko baina ya mja na Mola wake na Mola na mja wake, kwamba ikabeba aya ambazo zinakuwa ni sifa za Mola subhanahu wa ta'ala, lakini kisha ikabeba aya ambazo mja anajidhalilisha mbele ya nini? Ya Mola wake pamoja na kumtakasa. Lakini suratul Fatiha, kwa wale ambao tunasema kuna kitu kinaitwa ruqya, ruqya Kiswahili ni nini? Ni zinguo. Leo naweza kuuliza ruqya Kiswahili ni nini, watu wengi wanashindwa kusema kwamba Kiswahili ni nini. Lakini Kiswahili ambacho tumejifunza kwa walimu wazee wetu na wakatufundisha, wakasema ruqya ni zinguo. Kumsomea mtu ruqya maana yake ni kumzinguo kwa Qur'ani. Lakini bila ruqya limechukua nafasi kubwa kuliko lazima, kwa sababu ya yale majengo yetu tuliyokuwa nayo sisi wenyewe. Sababu tulitazama za kupinga mambo, kila jambo linapingwa, kila jambo linakataliwa, kila jambo ni makosa, na mambo mengi yakaitwa shirki. Basi moja ilikuwa kuzingia ndani ya shirki. Kufanya amna vingine katika Uislamu, bwana, hayo mambo ya shirki hayo. Bwana mkubwa mmoja alisema kwamba
wale watu ambao walikuwa hawajui mengi ndani ya Qur'ani walitumia mbinu wakasoma na wakasemeshwa bila wasomeshaji kusikika, wanakumbe watu wanawasomesha. Walichofanya wao ni kipindi haya Mungu, ikabidi wale wasomeshaji sasa wafungue vitu vya kuonyesha kwamba hii ipo. Kwa hiyo katika kufungia ile vile mjalladati na dalili mbalimbali, ikawa na wale ndio wamesoma nao. Ndio hivyo yani. Sasa hakuna jambo baya kama ikrari. Al-ikrari nisema sayyidul adhiya. Mtu kukiri kosa ndio bwana wa udhamini. Kwamba jamani, mimi naomba niwarukie nimekosa. Udhamini usiokuwa na mfano. Na watu ambao wanajua namna ya kutumia kuomba radhi, basi kikao kingine hiyo la kwanza huanza na hilo. Mimi nimekosa yani. Ile inawafanya wale waliojipanga wote kumkamia hiyo na kishahuja nguvu. Hata mtu akijikaza kumkamia basi bana special maradhi. Ushaona? Lakini kile maradhi ni nini? Sayyidul adilla. Ndio bwana la udhamini, maana mtu amejidhalilisha kabisa. Sasa tulipokwenda mbele tukaona kumbe wale tuliyapiga kumbe yako. Kabidi kurudi sasa ile kujidhalilisha, tutarudi kwa kubenjuka. Wale kwa sasa ni kugeuka wajira. Mimi ndio sisi ndio rukia. Ya kumbe leo kumbe ni rukia, sisi ndio zinguo. Kile turudi kwenye zinguo, maana ndio nimekubali kwamba ipo. Na ubaya wa mtu ambaye jambo hakulijua alafu akalipinga, akija kuona lipo basi anakuja anapitiliza kuliko wale walikuwa wanajua. Maana ile zinguo mtu akusolewa sio. Watu wa karibu wanapiga mpaka juu. Ndio wanasindana juu. Sio kupitiliza hiyo. Watu wale wenyewe kama wanasema sikiza ndio ndio kabisa ndio ndio mpaka kwenye mishipa ya damu manani. Bwana sema ifai. Hii ndio sura ambayo katika makala inasema masahaba fulani wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile nyendo zao za harakati za huku na kule walipita katika kijiji kimoja wakaomba hifadhi. Walipoomba hifadhi wale watu wa kijiji pamoja na bosi wao wakawa ni watu wabaya. Kanda hapa si atupokee wageni. Ndio wenyewe hapo na jamaa kuna kitu atupokee wageni. Sisi siku moja tu kisha kufunga ndio hamna hapa apokelewi mjini. Tunafanyaje? Masahaba wale wakachukua rai ya kwenda nje ya ule mji, wakasema hapa maana hapa kama nikitokea tatizo kupiga kelele si wale pamoja na wenyewe wapili watakuja. Wakafanya kama ndio kambi yao pale. Mwenyezi Mungu akaleta shani yake ile kiongozi wao, imesema walimu wanamrudi sisi. Haijulikani kama ni mdudu gani. Wakamaliza uwezo wao wote wa kumtibu hivi ikawa hakuna nafuu. Yaani zile dawa zote wamemaliza wanazozijua. Ndio kusema kuna wale wageni wale waliosema hatuwapokei wageni. Tunajaribu wale pengine ndio wanajua dawa. Wakafuata wale mabana. Kuna habari gani? Kaza sema ni wapi ndio mpaka kule. Wale walimfungia ile kusini pale mwenyekiti shindani walimfungua na akapata nafuu pale. Walichokulia ni sura al-Fatiha. Pamoja wakamfungia naye akapata nafuu. Hicho sasa imeanza na hawa wale wenyewe. Kwa hiyo wema wageni wamekuja kufanyaje? Wakaona wawalinde wanyama. Sijui mbuzi, sijui kondoo kadhaa.
Basi tunaenda mchukue kama malipo, akasema sasa yeye mmeleta ujanja na nini tulichukua. Maana kama wangu wakilivyo wangechukua mtu kitu. Sasa wale walipochukua wale mbuzi si kondoo baada ya lakini jambo tunalipaa yeye kupata wapi? Lakini kitu kibaponi atuka bwana, lakini sisi mbona tumejizuia sisi wenyewe? Sasa jamani, twendeni na wanyama mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukamsimulie kumsikia atatuambiaje. Bwana, sisi tumefanya jambo huko, wenyewe tumetumia akili yetu za kujua kama ni sawa au si sawa. Jambo gani? Walipoeleza ule mtaka akasema na mimi ni kwenye mda wangu. Sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli mgao wangu katika wanyama, pati ya mjua wapi? Sio ndio ileta. Ikaonekana jambo hili kama nini? Limepita. Kwa hiyo kwenda kwa ahli tibbi wal ad'iya katika mambo ya shifa, basi suratul Fatiha kwa ina daraja kubwa sana. Afdalu sura ni bora zaidi ya sura zilizomo ndani ya Qur'an, na ni moja ya yale mambo ambayo yanatuzunguka yetu kwamba hii haifai, bid'a hii haimo. Wanachuoni wenye kujua mambo walisema bid'a zinagawanyika. Kuna bid'atun hasana, kuna bid'atun sayyi'a. Ukisema wewe bid'a ni bid'a, wala huendi mbali utakuwa kwama. Na pengine ukakataza hili ukasema ni bid'a, alafu ukakitoa uko katikati ya bid'a, unaongelea ndani yake nini? Maarifa yetu yana nini? Yana majengo ndani yake. Kwa hiyo vitu vingi tunafahamu mambo ya kuzua vitu sawa. Ndio ndio watu wamejua kumzuia mtu kwa sura tu Fatiha, mpaka wao wenyewe wakajifikiria shaka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine limepita. Kwa nini? Walikuwa Mtume hajawahi kufundisha, wala hajawahi kueleza kwa mtu kumsikia babu Fatiha fanyeni wamejua hajajizoea. Haya ni ibada, na wengine mpaka ndani ya ibada zetu tunazoendelea nazo leo. Kusema wewe unasali rakaa mbili za sunna kwenye udhu, amezizua Sayyidina Bilal, na wala si Mtume jambo. Mtume alithibitisha sawa. Mtume Isra na Miraj anarudi katika vikao vyake. Kwenye kikao kimoja anamuuliza Bilal, una amali gani? Nilipokuwa kule ilikuwa kila nikienda nyuma nasikia nyayo zako. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam Bilal yuko nyuma yake. Una nini Bilal? Bilal yeye anashangaa, lakini akasema labda ya Rasulullah, mimi hakuna nikitawadha masali rakaa mbili. Mtume alifundisha sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia ndio hiyo ukisali leo ni za Bilal, sio za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimekuwa za Mtume baada ya nini? Kupitisha. Na mwingine anasema lakini Mtume alipitisha. Tunataka kabla hajapitisha ilikuwaje? Kabla hajapitisha ilikuwaje? Ilikuwaje? Haikuwepo. Kwa hiyo wanachoona wakajua kwamba ilikuwa jambo tutaliangalia. Sawa? Nzuri. Limezika nzuri. Bid'atun hasana. Lina shida? Hapana. Ni sayyi'a, alifai, alikatazwa. Na haya yanaanzia kule kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Mambo ni mengi, lakini kisa kimoja kajua, anaambiwa kuna mtu yuko katika masahaba yake. Leo ana mambo haya matatu. Jambo la kwanza, yuko nyumbani kasimama. Kwa nini kasimama? Anasema aliweka nadhiri. Aliweka nadhiri. Nadhiri ni ibada, na ibada ifungamani na mambo ya maasiya. Na kitu kishasema nadhiri ni faradhi tayari. Anasema aliweka nadhiri. Nadhiri la pili amefunga. Kufunga ni ibada.
La tatu nisema hakusema na mtu leo. La kwanza amesimama diwani, la pili amefunga, la tatu leo hakusema na mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maagizo, anasema mwendeni diwani aondoke. Maana yake hiyo alipo diwani aondoke. Kufunga kusema ande aseme azungumze, ila ile funga yake ituize. Matatu mawili, moja limepita, mawili tupilia mbali, kwa maana kazua mambo hayamo. Kwa hiyo hii ni sura al-Fatiha, afdalu sura, ni sura iliyokuwa bora zaidi. Lakini sura hii ndio sura ambayo imeingia mpaka zile kanuni. Nimesema ni nguzo katika swala zetu, basi ikawekewa taratibu. Unasoma kabisa mlango masharti ya suratul Fatiha, mpaka wawili wenye kuswali wanaambia mmoja anaweza kuwa asifuate mwenzake ndani ya swala, kwa sababu analokosa katika suratul Fatiha ambalo huyu mwingine hana, hawezi kuifuata. Akiifuata swala yake haisihi, ila kama wote wanakosa lile moja. Kwa hiyo ni sura kubwa na ina kisomo namna mbili. Kuna hata katika kitabu chetu kidogo cha Babu Majaa Irshadul Muslimin wanakueleza ile kati ya ukisoma, kuna usomaji idadi ya harfu itakuwa zaidi, na kuna usomaji idadi ya harfu zitapungua. Neno moja ima usome Maliki au Maliki. Ukisoma Maliki bila kuvuta ile harfu zitakuwa vile pungua, na ukisema Maliki ukaivuta harfu zitakuwa vile ongezeka. Sasa ile biqiraati Maliki harfu vile ongezeka. Sasa qiraati Maliki pale ni kwa kisomo cha ile neno Maliki kuivuta. Ndio katika mtu akasema hii ni kisomo cha Imam Malik. Biqiraati Maliki ya hapo ikasema Maliki yaumiddin au ikasema Maliki yaumiddin. Anasemaje ni kitabu, anasema biqiraati Malik kwa kisomo cha Imam Malik. Hapana, kwa kisomo cha Malik kuivuta au Maliki pasina kuivuta. Kusema Maliki ismul fa'il, mwenye kumiliki. Ukisema Maliki ni mfalme. Hayo ni yaliyomo na yatokanayo na suratul Fatiha. Sura hii mabana kama ada amefungwa nayo, na wale watu wenye kuhakiki mambo ya Qur'an wakafika mahala wakasema Qur'an yote sura 113 anasema zote ziko ndani ya suratul Fatiha. Qur'an yote iko ndani ya suratul Fatiha. Kwa nini? Wakasema ile suratul Fatiha pale ilipo ni kama utangulizi wa Qur'an, ni kama ndio dibaji ya Qur'an. Anasema na zile aya 7 yaliyobeba na zile aya 7 ndio hizo sura nyingine zinazorudia hayo, na zote zinaingia ndani ya suratul Fatiha. Lakini wakasema na hiyo suratul Fatiha yenyewe nayo yote iko ndani ya bismillahir rahmanir rahim. Unataka kitu sasa kilichokomaa, lakini wakamaliza kabisa mchezo, akasema na bismillah yote iko ndani ya dua. Wanakarika ni bahari zao, watu wanaogelea kadri walivyojalia. Wa kullu tayrin yaturu bi janahihi, kila ndege anaruka kwa uwezo wa zile mbawa zake. Wa kullu tayrin yaturu wala kabas, ndege wote wanaruka, lakini mmoja anaitwa kipuru anaruka kuliko ndege wote. Yeye huenda mara katika ule uwanda ambao kitu kifika hapo akili hiyo chini.
Kufika hapo alafu akajiachia kala chali kwamba sianguki wala sirudi. Ndio ile hakika. Basi hizo ni bahari, mwenyezo na mawanda ya wana wa chuoni. Wakitaja wana wa chuoni, sisi kama Waislamu wenye imani tunatakiwa kufanya adabu kubwa sana. Wale watu wanaitwa wanachuoni wasawa sawa. Wasawa sawa, maana watu pia wasiofaa. Akhwafu ma akhafu alaikum min masihi dajjal al-ulama as-su. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu ninachokingopea mno kwenu nyinyi kuliko ninachokingopea shari ya Masihi ad-Dajjal, na kuelekeni wanachuoni wabaya, kwa sababu wapo wanachuoni wabaya. Lakini tukizungumzia wanachuoni wa sawasawa, basi tunatakiwa kukaa kwa adabu zote. Unakuja mawingu mengi ya kudharau nani? Wanachuoni. Mungu ni msiba ambayo inatupita Mungu ya sababu ni kwa dharau wanachuoni. Basi imebeba aya 7 ambazo kuna kwa watu wa bahari za mambo ya Qur'ani wanasijana. Zile aya 7 ni pamoja na bismillahir rahmanir rahim au bila bismillahir rahmanir rahim. Sasa aya ni mambo ya wanachuoni. Upande wa madhhabu ya al-Imam al-Shafi'i, Imam al-A'imma, hiyo bismillahir rahmanir rahim ni aya katika suratul Fatiha, na ndiyo aya ya kwanza. Sitameleka ndani ya Qur'ani ziko bismillahir rahmanir rahim na kuna nne. Kwa mlango huu anakuambia mbili katika hizo 14 ni aya 112 zilizosalia ni fasli baina ya sura moja kwenda sura nyingine. Mbili ni zipi? Moja ndio hii ilianza hapa mwanzoni kabisa mwa kitabu, bismillahir rahmanir rahim, kwamba ndiyo aya ya kwanza katika suratul Fatiha. Na ya pili ile ya pili katika sura An-Naml, ambayo iko ndani ya ile sura. Ule mkasa wa Nabii Sulaiman na mama Balqis, kama Hudhud ameleta taarifa ambazo ni ngumu sana kwa Nabii Sulaiman, na ndio inasema kweli ndio nenda na barua yangu ilipeleka. Wapelekee barua hii wakisema nataka waje. Sawa? Barua ile ilikwenda kwa mama Balqis. Yule mama alikuwa sika mtu ndo malkia, maana ndio kiongozi mkuu, lakini mwanamke. Amekusanya lile jopo la washauri, mawaziri muhimu, ambaye inni uqia alayya kitabu karimu. Jamani, mimi nimeletewa kitabu, barua. Sawa, kitabu barua. Nimeletewa barua tukufu kabisa. Min Sulaiman. Hakika ya barua hiyo ilikuwa kwa mfalme Sulaiman, ndio kuleta mfalme, kuna mwingine kuleta mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Na hakika barua hiyo inaanza na neno bismillahir rahmanir rahim. Anasema ile nayo ndio aya ngapi? Ya pili. Bismillah ya pili ambayo ni aya ndani ya Qur'an katika 114 nyingine. Na pengine tutakumbuka kwamba bismillah ni moja na 14 au moja na 13, kwa sababu kuna sura moja haina bismillah. Basi sura hii ya 114 ni bismillah zipambili. Moja ya pale basi ya kuanzia na nyingine iko kule ndani. Sipemeleza. Kwa hiyo katika mambo ya wanachuoni kuna waliosema kwamba bismillahir rahmanir rahim ndio aya ya kwanza katika sura al-Fatiha, ndio aya ya kwanza katika kitabu kitukufu cha Mola Karim. Wengine wakasema hapana, hata ile ya mwanzo nayo sio aya. Wakipishana kwamba huyu anasema aya, huyu anasema si aya, hawapishani katika idadi ya sura nini ya aya. Yule anayesema hiyo sio aya ya kwanza, na anasema sura al-Fatiha ni aya
7. Ila anasema kwamba hii ndio aya ya kwanza na anasema aya zake ni 7. Kwa nini kusawia mchezo 7 wakati mmoja kaiondoa? Wanapoelisho ndipo wanakojawanya. Naeleka kwamba kuna mwingine aya yake ya mwisho inaanzia ghairi maghdubi ndio aya ya 7. Yule ambaye ameiondoa bismillah kwamba sio aya ya kwanza. Ama wala kama ndio aya ya kwanza, aya ya mwisho haianzii kwenye ghairi maghdubi, inaanza nyuma. Inakwenda mpaka inapoishia ile sura. Sasa ina aya hizo 7 na bwana au bwana aliyeandikia hii ambayo kwa maneno ya jana inakuwa ni al-Imamu Jalaluddin As-Suyuti ambaye alimalizia hii ametaja ndio kauli zote mbili kwamba kuna wanaosema hivi na kuna wanaosema hivi. Sisi wote ni mpito, hayo mengine ni bahari za nani? Za wana wa chuoni ambao ukija kuogelea huko na wewe wenye mapafu ya kuweza kuogelea. Sasa Mwenyezi Mungu mtukufu Mola Karim ameanza kwa kusema bismillahi arrahmani arrahim. Billahi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ile lafzi jalala ndio jina la kipekee la Mola Karim. Ya kuna jina la Mwenyezi Mungu yanashirika na waja wake. Sawa? Utakuta Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahim katika majina yake, na utakuta katika waja kuna mtu anaitwa Abdul Rahim. Alafu na sisi utapata tutaita Rahim vile vile. Ndio? Ipo sio maana ni Rahim ni ya Mungu, lakini ukija kwenye Allah ni ya kipekee kabisa. Anaitwa Abdallah, wewe ukakata ukaondoa Abdul kama uliondoa kwa Abdurrahim, ukamta Rahim na ukamta Allah, hakuna hicho kitu. Hakipatikani. Na maneno katika maneno yanapokea kwamba yuko mtu azemee mtamita mwanangu jina lake Allah. Anajua jendo hajapata kuitwa mtu jina hilo. Ndio nini sasa kwanza? Kila jambo sina mwanzaji. Ndio kama Allah, si mtu kana kila jina kwa mchanga. Na anapokuwa jina ni kwa nabii au mchanga. Ajui, lakini kabla sisi tunakwenda mtu anakuja kujua jina langu. Wanaofunulia kisa hicho wanasema yule mtoto alipofikia mahala pa kujua anaitwa yeye akaitika, akayaita, hakujulikana alipotea. Kwa hiyo Allah ni jina la namna yake kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na utakwenda hata kwa wale watu wa fani za masomo kwa mfano ya nahwu, sawa, ikija masala ya i'rab alafu katikati nikaingia neno lile, wameweka adabu maalum ya kulielewa. Sio kule kwenye nahwu kuna kitu kama mafuulu bihi, sio? Sasa unakuja Allahu as'alullah ayati al-i'rab, inakuja Allah sasa yuka mali kwa hiyo wangia wewe usithubutu usiseme Allahu alazikaleka maneno yako mafuulu bihi, asema walafdhul jalalati mafuulu bihi mansubun. Epuka kabisa kusema Allahu sema. Kwa hiyo jina hilo la kipekee likaja pale mwanzo katika bismillah kwa jina la nani? La Mwenyezi Mungu. Kiswahili chetu msema yule Allah ni useme Mwenyezi Mungu, sio Mungu. Mungu ni ilah, sio Allah. Sio ndio? Ukisema ilah, watu hao wataka yuko na Mungu mmoja mmoja Mungu. Sasa jina lake nani? Mungu. Sasa hii inaambia useme Mwenyezi Mungu, usiseme Mungu. Kama ndio basi bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hiyo inafikiria maana yake kila utakapoiweka hivyo, maana yake takdiri nyuma unakusudia hili jambo kama ndio kuanza, maana yake ninaanza bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu. Wakati wapo kutoka katika kila jambo
Ukisema bismillah katika kula, basi maana yake unaanza kula kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini na hukumu zake zinatajwa mbalimbali. Kuna mahala ni wajibu, kuna mahala ni makruh, kuna mahala ni sunna, kuna mahala ni haramu, kuna mahala ni rahma. Sio kaje. Ikiwa bismillahir rahmanir rahim zima maana yake ni rahma. Ukakuta kwenye kuchinja hiyo kusema bismillahir rahmanir rahim, sema bismillah basi, kwa sababu jambo la kuchinjana sio rehema. Unataka kichwa alafu unasema unaleta bismillahir rahmanir rahim. Hapana, bismillah ndio kuongeza sema bismillah wallahu akbar, na mwingine kama alivyosema mabwana. Sawa, akisema ar-rahman ar-rahim. Sasa wanapishana watu kwa mujibu wa maeneo, kwa mujibu wa matumizi ya lugha. Kwa sababu tunakwambia ar-rahman mwenye kumeonyesha neema kubwa, ar-rahim mwenye kumeonyesha neema ndogo ndogo. Tena vingine tunakwambia ar-rahman rehemullah, ar-rahim mwingi wa urahamu. Isimkitabu mtu kwamba hii bwana sio hii kumeonyesha nini. Isikitie tabu. Kila watu wana mazingira tofauti, bali mtu akipata anakuwa kama mawili badala ya moja. Kwa hiyo tukafanya ile kuwa ndio aya ya kwanza, lakini inatawalia rahma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na wanasema ar-Rahman, wale wanaosema mwenye kuonyesha neema kubwa wanakusudia hapa duniani. Zikaitwa neema kubwa kwa sababu gani? Kwa sababu zinawaenea waliomo na wasiokuwamo, na katika mazingira fulani huonekana wale wasiokuwamo wakaziongelea zaidi kuliko wale waliomo. Nimeleka zuri. Hii kitabu cha Mwenyezi Mungu wenyewe ni nani? Si waamini. Kuna watu si waamini. Nimeleka zuri. Hapa duniani wasiokuwamo kuna watu waamini na maisha mazuri kuliko wale nani? Waumini. Ni ar-Rahman. Wakasema neema kubwa. Kuna bwana mmoja alizunguka msikitini hapa Morogoro, akawa anajieleza yeye anakumbuka tumeanza kuchukua Bilal. Akasema jamani, mimi kule nilipotoka ndugu zangu, kwa daraja yangu mimi nilikuwa gari yangu inabeba maboksi ya bia za makoko. Mimi nimeambia mambo sio kunywa bia za chupa. Sawa? Hizo bia za makoko zenyewe mimi sitakiwi kunyanyua shingo. Mimi naweza kuelezea. Si unakunywa chai kadi unavyokunywa, unaanza hapa, alafu unakuja hapa, alafu unakuja ukiwa na malizia, unanyanyua nini? Shingo. Bwana sana akamwambia marufuku kunyanyua shingo. Wewe usiku hapo kuipa tabu nini? Shingo hapo. Yaani ile kopo likifika mahali hapa, ikawa inagoma kuja hajatupa, fungua vingine. Hakuna kunyanyua shingo ukauliza shingo. Anasema mimi nimetoka huko. Haisi maisha ghali sana kidunia. Wanayo watu wasiokuwa waumini, asema ni yule ar-Rahman. Mungu zinawaenea waliomo na wasiomo. Alipita kwenye mwanachuoni mmoja, mwanachuoni ni watu wa hikma, asema akawa anakatiza mtaani, amefunga kilemba chake vizuri, kanzu nzuri na jilba amevaa, senda nzuri. Anashuka akakutana na mtu mmoja ambaye si Muislamu. Anasema akamwambia, hebu simama kidogo nikuulize. Akaambia, wewe unasemaje bwana? Ile bwana hali yake mbaya. Ndio zile zinajiraka na nini? Mchana hajala na hajajua kama atakula. Akamwambia, katika kitabu chenu mimi nasema kwamba yule katika maneno yenu kwa mtume wenu kuna neno moja limesema kwamba eti mimi hapa duniani mtajira. Na sisi yeye wao makafiri kwamba hapa duniani tuko wapi? Peponi. Kwamba nyinyi mkienda akhera ndio mtakuwa mko peponi, sisi tutakuwa tuko yeye. Ndivyo hiyo ile akasema nani ndio ndipo. Adunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ndio jela ile ya mtu mwenye kuamini, na dunia ni pepo ya kafiri.
Akamwambia kama hili neno lipo wewe, hali yako na hali yangu hapa tuangalie. Hivi nani hapa kweli yuko kwa jela? Mimi yani taabani atakula sigara. Unaweza kwa shehe jela ndio nimeshakula. Kama hivyo unawaka jua vizuri na nini? Akamwangalia akacheka akamwambia mtaka kuja hapo wewe sawa. Ni hivi bana. Yale mlionayo nyinyi hapa duniani. Siona na mbaya. Sio? Hata ukitofeni hapo. Anamwambia hiyo hali unaona iko nani? Mbaya, mimi nakwambia ndio pole. Kama Mwenyezi Mungu akupa taufiki ya kurudi huko nini? Yanayokusubiri huko. Hiyo ndio itakuwa hiyo na hiyo sasa hapo tunaona tutapona. Alafu mimi naona haya ni kama jera tayari aliyoko huko. Sasa ameishi maneno hiyo. Amemwambia alisia hiyo. Shana Allah Ar-Rahman. Tumeonyesha neema kubwa mrehemevu mno. Ar-Rahim mwenye kuonyesha neema ndogo Mungu wa urahamu. Ikaja neno alhamdulillahi rabbil alamin. Kama aya ya pili kwa wale wanaosema ni aya ni 7. Alhamdu kila jinsi ya sifa kamilifu. Kila jinsi ya sifa kamilifu. Kuna wanachuoni wamependelea Kiswahili kusema hivyo. Kila jinsi ya sifa kamilifu. Kwa nini unasema unapendelea kusema hivyo? Kwa sababu kuna kila sifa njema. Hivyo pia kila sifa njema. Wakasema sema kila jinsi ya sifa kamilifu. Sifa zake ni sifatul kamali. Sawa, sifa za ukamilifu. Ndani ya ukamilifu wewe umeingia wenyewe. Ilikuwa sifa njema. Ndani ya sifa kamilifu ile njema ishaingia pale pale ndani huko. Lakini pia kwenye njema inaweza kuwa kitu fulani chema lakini si kamili. Hakuna ukamilifu. Kwa hiyo alhamdu kila jinsi ya sifa kamilifu lillahi zinamstahiki Mwenyezi Mungu Rabbil alamin, Bwana mlezi wa viumbe vyote. Wakasema hiyo aya imebeba vitu viwili. Imebeba hamdulillah na thanaun lillahi. Sawa. Sasa ukienda kule katika mazungumzo ya kielimu kuna mahala unakuwa haiji alhamdulillah. Ila utaambiwa tu faqama fahamidallaha wa athna alayhi. Mbona neno thumma qala au thumma khataba, kwamba yulana alisimama aliposimama fahamidallaha akamhimidi nani? Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi na akamsifu. Thumma khataba kisha akaleta khutba au thumma qala kisha akasema. Sasa ndio nini hamdallaha kisha wa athna alayhi? Basi neno hili maana yake alisimama akasema alhamdulillahi rabbil alamin, kisha akateremsha khutba au kisha akasema maneno. Kwa nini neno la alhamdulillah linaitwa hamd? Ndio hamdulillah. Neno alhamdulillah bihamdillah. Lakini ndio lofuata rabbil alamin, hili ni sanaa, ni sifa. Pamoja na wakati mwingine katika mitihani kwa madrasa linaweza likaja. Sawa. Atakwambia mtu kwamba swali la kwanza la ngapi, akasema ishmadillah wasli alayhi. Sasa ndio ishmadillah kunyoandikini. Kuna na maana tuandika alhamdulillah rabbil alamin. Unakuja na maneno kama 7 hivi 8 9 au unakuta chanjo kubwa umekosa. Imekuwaje? Ni vile nini istilahati za kielimu. Kwa hivyo alhamdulillah ni sifa ya nani? Yani ni shirki ya nani? Ya Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini ukija rabbil alamin ni sanaa, ni sifa ya kumsifu Mola aliye karibu. Ikarudi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Mrudi tena maelezo yake ni yale ya mwanzo.
ikatoka ikaja maliki yaumiddin, ambayo tumesema ina usomaji namna mbili, ima maliki yaumiddin au maliki yaumiddin, kwamba ukisema maliki manake Mwenyezi Mungu maliki ndiye mwenye kumiliki yaumiddin, siku ya malipo, siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kuna maneno mbalimbali sana hapo tunayaelezea. Yaumiddin ni siku gani? Basi mwingine atakwambia siku ya malipo, mwingine atakwambia siku ya mwisho, mwingine atakwambia siku ya maneno ni mengi. Sasa yeye ndiye mwenye kumiliki siku ya mwisho. Si anauliza liman al-mulku al-yawm, ufalme ni wa nani leo? Hakuna wa kujibu kwamba ufalme anaomiliki ni yeye peke yake, siku chini yake. Lakini ukisema malik bila kuvuta ile mimi, anasema ni mfalme wa siku ya mwisho, mfalme wa siku ya malipo, vile ambavyo mtu atakuwa amepita au amepitishwa. Kaendelea akasema iyyaka na'budu, hiyo ndio kwamba sisi tunaleta jambo la ikhlas, kwamba mja anajikabidhi kwa nani? Kwa Mola. Iyyaka na'budu, yeye tu tunakuabudu, yeye tu tunakuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na yeye tu tunakutaka au tunakuomba msaada. Maneno mawili yote yana shida. Iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Sisi tunakuabudu, ibada ni vitu gani? Tunapatikana wewe kujua kwamba ibada ni zile swala tano. Vipi bwana, unatoka kwenye ibada? Bwana. Bwana unaelekea unakwenda kwenye ibada. Kwamba swala tano ndio nini? Ndio ibada. Na pengine mtu akasema kabisa watu kwa ibada mfanyi, lakini atakusudia mfanye. Ndio sasa ibada ni neno bana zaidi. Swala tano ni sehemu, lakini ibada ni jambo kubwa zaidi. Kama ingekuwa swala tano ndio ibada kwa ukamilifu, sijui ingekuwaje. Maana yake ukikusanya zote tano muda zinaokula ndani ya zile saa 24 haifiki hata saa moja. Ukikusanya zote pamoja saa na dakika 60, ili tuambie swala zile ni tano. Hebu 60 gani kwa tano jawabu ni ngapi? Ngapi? 12. Tusaidiane hapa, nani kusema na swali katika 12? Yupo? Hawa maimamu hawa wakisalisha kwa dakika 8 unaweza kuwa katika hapo wanzani kwa jamii. Bwana kijana huyu mtata, swala zake ndefu. Unaona? Kwa hiyo tunakubaliana sote kwamba mtu kusimama akaswali sio haiwezekani, inawezekana, lakini hatufanyi. Na ukisema unataka kufanya, kuna maelekezo, sio kila mahala. Usije ukatangulia hapo ukasema leo mimi nitakuja katika 12. Ulianza na watu 100, ukitoa salamu utakuwa na watu 30 na ngapi? Kuna watu ndani wanajua kumkhalifu mtu. Kumkhalifu mtu kwamba anaachana na wewe, anamaliza sana na pinta zake. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema ni Muadh alifundisha alfajiri ndefu, kuna sahaba mmoja akamkhalifu, akatoka akaenda zake kwenye shughuli zake. Alipotoa salamu akaambiwa fulani amekukhalifu, fulani amekukhalifu. Kwa nini? Swala ndefu. Anasema akateleza sehemu moja akasema mnafiki. Shaelewa? Nini bwana, nini tunajua bwana? Nani alihitaji nauli? Nikampigia wale bwana kwamba baada ya sema mnafiki. Kwa nini? Mbona kwamba haiwezekani. Sina bwana kuna kustaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaitwa Muadh. Ilikuwa nini kueleza? Mtume alimwambia nani? Muadh. Nani kusalisha watu kuna maelekezo. Usije ukarifisha swala. Ukiangalia unakwambia kwamba ukirukua hapa utasema subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mara 3. Ishi hapo kama unasema hapo. Utakwambia wa yazidu min faridi
Atakayezidisha ni mtu anasali peke yake, au imamu wa maamuma ambao wanaitwa muhsinin, maamuma wenye kudhibitika. Na hao maamuma wenye kudhibitika wakasema radhi bitakbir, wameridhia, wamempa ruksa, wanadhani kutusalisha sisi tumekupa ruksa, refusha unavyotaka, ndio unaweza. Sasa msikiti ambao mambo yake ni hiyo, leo uko wapi msikiti huo? Yani huo ni msikiti uko mahala alfajiri ile zuhuri, swala zote tano wanakutana watu wale abadiliki mtu ndio kudhibitika. Hii msikiti ni msikiti wetu ni tunafuruka, msikiti njiani ni kupiga njia. Sasa wale ambao kidogo wako wale alafu wakakubaliana wote kwamba jamani tunasemaje, hapo ni ruksa ibada bwana, sisi kutusalisha refusha unavyoweza. Na akafanya hivyo, si kutumia sura nyingine, hawezi kutumia ile ruksa kwa sababu ya mtu mwingine aliyeongezeka, mpaka naye aseme na mimi pia nimejenga na wenzangu. Sawa, basi kama tunakubaliana kwamba hatusali kwa dakika 12, maana yake swala zetu 5 asielei hata ndani ya dakika 60, na saa zetu 24, 24 tufanye toa saa moja vibaki ngapi? Kwa hiyo kama tukasema swala ndio ibada, maana yake tuko ndani ya ibada kwa dakika hizo 60. Zilizosalia vitu tuko nje ya nini? Ya ibada. Hilo sio ibada, ni kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu yuko radhi nalo. Kwa hiyo kuingia msikitini, jambo hilo yuko radhi nalo ndani ya ibada, na ukitoka sawa, unatoka kwa jambo gani? Unaelekea wapi? Unafanya nini? Basi utakuwa ima uko ndani ya ibada, ukitoka ndani ya ibada ukawa nje ya ibada, utakuwa uko ndani ya maasi. Kwa hiyo iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu. Sasa hivi wewe tu tunakuabudu, tukija kwenye zile saa 24 za maisha tunajikuta muda mwingi tuko nje ya nini? Ya ibada. Kwa hiyo ni mara kwa kutafakari kwamba hili neno dogo sana, lakini linahitajia utendaji wa dhati, kwamba saa zote ni katika ibada. Kutoka barabarani hapo ndio wanapita watu walio na wasiende. Ibada ni kwamba ukipita ukakutana na siku ndio haraka uendeshe jicho, uonyeshe jicho. Lakini sasa ukapiga hapo ukarudi tena ukamwisha jicho tena, umeshatoka nje ya nini? Ya ibada, uingia kwenye maasi. Jicho la kwanza la bahati mbaya umesamehewa al-ula laka, la pili unarudisha hata kama ukifanya ujanja. Hilo limeandikwa. Na ujanja na mimi nirudishe funguo. Atageuka hivi kuziokoa, lakini katika geuka sasa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pameleka kwa iyyaka na'budu ni dogo, lakini limebeba maana pana sana. Lakini wa iyyaka nasta'in ni makorofu ambalo lina namna ya kukaa ndani yake, lakini pia watu wakalipa maana tofauti. Iyyaka wa iyyaka nasta'in, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Mtu anachukua hili na anaunganisha na ile, anambia hiyo tu kumuomba mtu ni makosa. Ndio kasema idha sa'alta fas'alillah. Mbona tunaeleza kwamba kuna watu wataomba wa amsa'il anayeomba usiku simkelewe, ni kuonyesha kwamba hili neno hili linapata wale wakubwa wakieleza. Mbona haya kama yanasigana? Wewe unaambia ukitaka kuomba umuombe nani? Mwenyezi Mungu. Maana tusimuombe mwingine. Kule naambiwa angalieni muwasaidie waombaji. Inakuwaje hivi? Sasa kuona kama hivi nakwambia ukiomba muombe Mwenyezi Mungu, maana yake usio kwamba ukamtafuta Mungu ndio muombe. Mungu tamwomba katika ibada zako na katika, lakini utekelezaji wa kimungu utapitia kwa hao viumbe wenzako. Kwa hiyo kwenda kuomba mtu, ukaenda kuomba mtu, usitakidi kwamba yeye ndio mwenye uwezo. Unatakidi kwamba anaweza kumwezesha kukusaidia wewe ni nani? Ni Mwenyezi Mungu pekee. Lakini sio yeye, kama yeye hana uwezo.
Kuna mtu alikwenda katika ile mpaka akapitiliza vipi? Alikuwa na shida yake, akaingia msikitini, akawa anaomba. Siku moja kuna tajiri mmoja akasema, leo ngoja nitafute mtu nimpe sadaka ya kutosha. Naye akaingia msikitini, katika sasa mwangalie bwana anaomba atakuwa ndio mtu mnamtafuta. Ndio bwana alianza kusema vipi bwana, mambo ya shughuli, alhamdulillah. Muonekana hiyo akatoa fungu bwana akampa. Wanasema alhamdulillah. Akainuka akatoka. Nikamwambia hebu njoo kaka. Hebu nimekuta basi atakusema asante. Sasa hiyo ndo akapitiliza. Akasema mimi nimekuja kumuomba Mungu. Lakini bwana tukijuana siku nyingine tunaweza kujua kama tuenda. Tukijua siku nyingine mbona kuja hapa. Akishaelewa. Ndio sawa. Lakini kosa liko wapi? Man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Si washukuru watu, mshukuru Mungu, ana haki ya kushukuriwa. Sema hamna mshukuru Mungu bwana. Sawa? Wa iyyaka nasta'in. Wewe tunataka msaada. Tunataka msaada sisi kwa sisi, lakini akida yetu, imani yetu, akikwambia mtu sina, Mungu sio. Lakini kani nyuma tunapata sawa, hata kama anayo. Mungu kama akisema usipewe, upewe. Ameleta tu. Na kama Mungu kaandika hana uwezo wa kunyima. Wa hivyo iyyaka nasta'in. Tasema ihdina siratal mustaqim. Utuongoze. Neno kwa nini utuongoze? Njia iliyo nyooka. Lakini wenyewe wanakwambia maana yake ni kwamba ujudumishe. Kwa nini sisi mpaka tuko hapa msikitini tunaongoza wale? Mpaka tuko ndani ya msikiti tunazungumza tushaongozwa. Kwa hiyo hili neno si mradi yake ni kwamba tushatuongoza tayari, sasa tujudumishe katika njia iliyo nyooka. Akaendelea kusema ndio sirata al-mustaqim, ndio njia iliyonyooka, kwa maana ujudumishe katika njia iliyonyooka. Njia gani hiyo? Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao waneemesha, njia ya wale ambao waneemesha. Ghayril maghdubi alayhim, wasikuwa wenye kudhibitiwa, wala dhalin, wala wenye kupotea. Anasema wenye kudhibitiwa ni Mayahudi, wenye kupotea ni Manasara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaomba asirudishe katika njia za wale, tuweze katika njia ambayo ya wale alio waneemesha. Kama mimi utakuta watu wameneemeshwa, mnasubiri siki na nani watu hao. Hicho ndicho kituo katika maneno ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuhakikisha kwa leo kuweza kuyaangazia. Tunamuomba atuwezeshe kuyaishi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Jamani, tuko pamoja. Sasa tunakutulia kwamba